Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, kiongozi amesema chama kitaweka vipimo maalum vya kupima utendaji kazi wa viongozi katika ngazi zote ili kuhakikisha uwajibikaji unazingatiwa kikamilifu, ambapo wanapaswa kufahamu kuwa rais anataka kazi yenye matokeo kwa wananchi na hana mzaha katika masuala ya utumishi wa umma. Chama cha Mapinduzi tumejipanga kikamilifu kuwabana viongozi wetu wa serikali, wakiwemo mawaziri wetu, manaibu waziri wetu, wakuu wa mikoa wetu, wakuu wa wilaya wetu, wakurugenzi, maafisa tarafa na wengineo, na tutahakikisha wanawajibika ipasavyo. Message hiyo ifike kwa Watanzania. Lakini pia chama hakitasita kuwachukulia hatua viongozi wa serikali ambao ni wavivu, wazembe na watakaoendeleza au watakaoendekeza tamaa za rushwa. Watakuwa na wakati mgumu sana katika kipindi hiki ambacho tunakwenda nacho. Aidha, kiongozi amewataka Watanzania wote kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa, akisema hakuna nchi nyingine ya kukimbilia endapo amani ya Tanzania itapotea, ambapo madhara yake huwa makubwa kwa wananchi, hususan watoto, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwatumia na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke, kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee namna wanataabika taifa linapopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani? Wale wanaotuhamasisha mbona hawapo nchini, wapo nje ya taifa letu. Huko walipo wanalipwa fedha kwa ajili ya kufanya uchochezi. Sisi kama chama ambacho kinasimamia serikali, ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa sana wa Tanzania, tulinde amani yetu, tulinde taifa letu, na tuwapuuze na kuwakataa wale wanaochochea vurugu ndani ya Tanzania hii. Ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani na kujiepusha na watu wenye maslahi binafsi wanaoendesha kampeni za uchochezi kupitia mitandao ya kijamii kwa kuhamasisha vijana na baadhi ya wananchi kufanya vurugu na kuvuruga utulivu wa nchi.